Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umethibitishwa kusambaa hadi mkoa wa 6, huku maambukizi yakiongezeka kwa kasi kubwa na kuzua wasiwasi miongoni mwa mamlaka za afya barani Afrika. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. Na katika gumzo tunaangazia fainali za michuano ya wanawake barani Afrika AFCON itakayopigwa Jumapili hii. Je, itakuwa ya aina gani? Kila mmoja anaingia kwenye mchezo akiwa anaamini kwamba anaweza nikabeba ile taji, kwa sababu hapa sikufika kwa bahati mbaya, ingawa watu wengi walinikatia tamaa. Kwa kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao wa kuvutia. Naamini pia timu hapa itajipanga vizuri, pia inaweza kubeba ubingwa. Kwanza muktasari wa habari za dunia na David Nkia. Asante Martha, karibu msikilizaji. Wabunge wa chama cha Democratic nchini Marekani wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ndani ya meli ya kubeba ndege ambayo iko katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanasema ripoti za uhaba wa vifaa, mabomba yaliyoharibika na matatizo mengine kwenye meli ya USS Abraham Lincoln hazikubaliki. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth anasema hali kwenye meli hiyo imepotoshwa kabisa. Meli hiyo imekuwa baharini tangu Novemba mwaka jana. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe, huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Hans Grunberg ameliambia Baraza la Usalama kwamba shughuli za kijeshi zimeongezeka katika maeneo ya mapigano kati ya wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Pande hizo mbili zilikubaliana kusitisha mapigano mwaka 2022. Hata hivyo, mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzuia usafiri wa majini kwenda Saudi Arabia mwezi uliopita, hatua inaonekana kuwa ya kuiunga mkono Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametishia kuiwekea vikwazo vya kiuchumi serikali ya Iran, ambacho amesema kwamba haijawahi kushuhudia hapo awali. Hakutoa maelezo ya kina, lakini amesema hatua hizo mpya zinaweza kutangazwa wiki ijayo. Wakati huo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth amesema Marekani ipo tayari kuendelea na hatua yake ya kuzuia usafiri wa majini kuelekea Iran kwa muda usiojulikana. Iran imeendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, huku falme za Kiarabu zikiripoti mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za makampuni ya mafuta. Na serikali za Ulaya zinaonya kuwa viwango vya juu sana vya joto na ukosefu wa mvua vinasababisha hasara kubwa ya kiuchumi, huku bara hilo likikabiliwa na wimbi la 5 la joto kali mwaka huu. Waziri wa Ufaransa Monique Barbot amekadiria kwamba gharama kwa nchi yake pekee zinaweza kufikia karibu dola bilioni 20, huku wachambuzi wakisema kwamba athari kwa bara zima inaweza kufikia mabilioni ya dola. Uingereza imeweka rekodi yake ya juu zaidi ya mwaka huu, huku viwango vya joto vikipanda kufikia nyuzi joto 38. Viwango vya maji vimeshuka kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya njia muhimu za maji barani Ulaya, ikiwemo mto Danube. Hali hiyo imesababisha kufungwa kwa kituo cha kuzalisha umeme wa nyuklia ambacho hutoa takriban 20% ya umeme wa Romania. Hii ni BBC. David Nkia amekusomea muktasari wa habari za dunia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio 1, Radio Kwizera na Zenji FM visiwani Zanzibar, Voice of Karamoja na Radio Lira nchini Uganda. Nchini Kenya yategea sikio kupitia Pamoja FM, Nyota FM na Milele FM. Na huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa BBC News Swahili. Karibu tena, mimi ni Martha Saranga. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umeendelea kusambaa na sasa umefika katika mkoa wa 6 wa nchi hiyo. Mamlaka za afya barani Afrika zinasema kasi ya maambukizi ni kubwa kuliko ilivyoshuhudiwa katika milipuko ya awali ya ugonjwa huo. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kusambaa na sasa umefika katika mkoa wa 6 wa nchi hiyo. Mamlaka za afya barani Afrika zinasema kasi ya maambukizi ni kubwa kuliko ilivyoshuhudiwa katika milipuko ya awali ya ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa barani Afrika CDC kimesema mtu mmoja amefariki kutokana na virusi vya Ebola katika mkoa wa Basuele kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusafiri kutoka mkoa jirani wa Hautwele ambako visa vya ugonjwa huo vilikuwa tayari vimeripotiwa. Mlipuko huu ulianza katika mkoa wa Ituri ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo limekumbwa kwa muda mrefu na migogoro ya kiusalama. Shirika la Afya Duniani WHO linasema ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi zaidi kuliko milipuko mingine yote ya Ebola iliyowahi kurekodiwa nchini humo. DRC litangaza rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tarehe 15 Mei mwaka huu, lakini inaaminika kwamba maambukizi yalikuwa tayari yamesambaa kwa wiki kadhaa kabla ya tangazo rasmi. Hadi sasa mikoa 6 imeathirika. Hiyo ni pamoja na Ituri, Kivu Kusini na Kaskazini, Hautwele, Shopo na sasa Basuele. Kwa mujibu wa mamlaka za Kongo, zaidi ya watu 2128 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo kati ya visa 4566 vilivyothibitishwa. Idadi hiyo tayari imeufanya mlipuko huu kuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika historia ya nchi hiyo. Kwa kulinganisha, mlipuko mkubwa uliotokea kati ya mwaka 2018 na 2020 uliwa karibu watu 2300 kati ya visa 3500 vilivyoripotiwa. Wakati huo huo, shirika la kutoa misaada ya kimatibabu la Mercy Corps limeonya kuhusu hatari ya ugonjwa huo kuvuka mpaka na kuingia Sudan Kusini ambayo inapakana na mikoa ya Ituri na Hautwele. Shirika la Afya Duniani WHO limesema lina matumaini ya kudhibiti kasi ya kuenea kwa Ebola ndani ya miezi 3 ijayo, lakini limeonya kuwa mlipuko huo hautakuwa umefikia kikomo ndani ya kipindi hicho. Ebola husambazwa kupitia kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa na husababisha homa kali ya kuvuja damu. Katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, ugonjwa huo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 15,000 barani Afrika. Taarifa yake Peter Mwangangi. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilikubaliana kusitisha mapigano mwaka wa 2022. Hata hivyo, mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzuia usafiri wa majini kwenda Saudi Arabia mwezi uliopita, hatua inaonekana kuwa ya kuiunga mkono Iran. Vikosi vya serikali inayotambuliwa kimataifa na yenye makao yake Aden viliripoti kufanikiwa kuzuia shambulio la Wahuthi dhidi ya Taiz, na siku ya Jumatano serikali iliripoti kufanya mashambulio ya mizinga na ndege zisizo na rubani dhidi ya vikosi vya Wahuthi katika mikoa kadhaa. Hans Grundberg ameliambia Baraza la Usalama kuwa shughuli za kijeshi zimeongezeka katika maeneo ya mapigano kati ya wanamgambo wa Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vinavyounga mkono serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Yemen today. Leo Yemen inakabiliwa na hatari kubwa zaidi ya kurejea kwa mapigano makubwa kuliko wakati wowote tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2022. Kumekuwa na ongezeko la shughuli za kijeshi katika maeneo ya mstari wa mbele, kukiwa na mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na kundi la Al-Sarala huko Marib, Hadhramaut, Mofa na maeneo mengine, jambo lililosababisha vifo na majeraha kwa wanajeshi sambamba na raia. Military personnel and civilians. Mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzingira kwa njia ya maji nchi ya Saudi Arabia mwezi uliopita, hatua inaonekana kuwa ya kuiunga mkono Iran. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Yemen hawana uhakika kupata chakula cha kutosha, huku watu milioni 6 wakikabiliwa na hali mbaya ya uhaba wa chakula katika kiwango cha dharura kinachokaribia hali ya njaa, hii ikiwa ni kulingana na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Jeshi la Mali limetangaza kuachiwa huru kwa wanajeshi 82 waliokuwa wakishikiliwa mateka kwa zaidi ya miezi 3 na wanamgambo wa kijihadi pamoja na washirika wao waasi wa Tuareg. Taarifa hiyo imekuja wakati serikali ya kijeshi ya Mali ikitangaza pia msamaha wa rais kwa afisa ujasusi wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa madai ya kuhatarisha usalama wa taifa. Robert Kipto na maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa jeshi la Mali, wanajeshi hao walitekwa nyara kufuatia mashambulizi makubwa ya Aprili mwaka huu yaliyofanywa na kundi la Jenim linalohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na kundi la Front for the Liberation of Azawad FLA. Mashambulizi hayo yalisababisha kutekwa kwa mji wa Kidal kaskazini mwa nchi hiyo na kusababisha kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali. Jeshi la nchi hiyo limesema kuachiliwa huru kwa wanajeshi hao ni matokeo ya mchakato ulioanza mara baada ya kutekwa kwao tarehe 25 Aprili mwaka huu. Msemaji wa kundi la FLA Mohamed El Malud Ramadane amethibitisha kuachiliwa kwa takriban wanajeshi 80 wa Mali kwa kile alichokiita sababu za kibinadamu pekee. Chanzo cha ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali kimeelezea kuwa hatua hiyo ilifikiwa kupitia upatanishi wa serikali ya Algeria. Mali imekuwa ikikabiliwa na mzozo wa usalama tangu mwaka 2012 kutokana na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda, dola la Kiislamu la Islamic State, magenge ya uhalifu pamoja na waasi wanaotaka kujitenga na serikali ya nchi hiyo. Wakati huo huo, kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita amempa msamaha afisa mmoja wa ujasusi wa Ufaransa aliyekamatwa mwaka mmoja uliopita. Wakati wa kukamatwa kwake, mamlaka za Mali zilimtuhumu kwa kula njama dhidi ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Serikali ya Mali imesema msamaha huo hauondoi ukweli wa makosa yaliyobainishwa na mahakama ya nchi hiyo, lakini umeambatana na amri ya kumfukuza mara moja kutoka Mali. Msemaji wa serikali Isa Osmane Coulibaly alitangaza msamaha huo kwa niaba ya rais. Son Excellence le General d'Armée Mheshimiwa Jenerali Assimi Goita, rais wa mpito na mkuu wa nchi, ametoa msamaha wa rais kwa bwana Jean Christian Bernard Vezelier, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela na mahakama ya Mali kwa kosa ambalo la kuhatarisha usalama wa taifa. Hatua hii inaonekana kama ishara ya kupungua kwa mvutano uliodumu kwa miaka kadhaa kati ya utawala wa Bamako na Paris kufuatia kuharibika kwa mahusiano kati yao baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020 na 21 na kuimarika kwa ushirikiano kati ya Mali na Urusi. Asante sana msikilizaji unayetufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Zuberi Magwe wa Mpanda, Katavi, Tanzania, wewe unasema unauomba Umoja wa Mataifa uchukue hatua za haraka dhidi ya ugonjwa wa Ebola nchini DRC Congo kabla haujaendelea kwenye mataifa jirani zaidi. Mkulima halisi Baba Charity kutoka Morogoro mjini unasema asante sana kwa habari za asubuhi. Elisha Mazoya ukiwa Mwanza, Tanzania, unatupata mubashara kupitia simu yako ya mkononi asubuhi hii ya leo. Asante sana. Heri Regushora unasema waasi wa Houthi na serikali nchini Yemen malizeni tofauti zao. Tano Pita unapatikana Lulembela, unatoa pole kwa taifa la Kongo kwa kukabiliwa na ugonjwa wa Ebola. Na sasa ni michezo na Robert Kipto. Klabu ya Leicester City inatarajiwa kuuzwa kwa zaidi ya pauni milioni 200 huku wamiliki wao kutoka Thailand King Power wakiwa tayari kuondoka baada ya miaka 16. Klabu hiyo inayojulikana kama The Foxes imechapisha kijitabu cha mauzo chenye kurasa 8 kwa usaidizi wa benki kuu ya uwekezaji wa Marekani ili kuisaidia kupata mnunuzi. City Group imeiorodhesha Leicester City, timu yake ya wanawake na mali nyingine muhimu ikiwemo uwanja wa King Power yenye uwezo wa mashabiki 32,000 na kituo cha mazoezi cha Seagrave kilichofunguliwa mwaka 2020 na kwa ujumla kudhaminiwa kugharimu pauni milioni 221. Waraka huu ambao BBC umeona unakadiria dhamani ya mali halisi ya klabu hiyo ya Leicester kuwa zaidi ya pauni milioni 200. Kocha wa Manchester United Michael Carrick amesema ataendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya England unaoanza siku ya Jumapili wiki hii. Carrick ambaye anajiandaa kwa msimu wake wa kwanza kamili katika uwanja wa Old Trafford amesema ameridhishwa na usajili uliofanywa hadi sasa. United imetumia pauni milioni 83 kuwasajili wachezaji Andres Santos kutoka Chelsea na Yuri Tielemans